إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. فيا أيها المؤمنون عباد الله، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون، حيث قال الله عز وجل في كتابه العزيز: إن للمتقين مفازا. والتقوى هو وصية الله عز وجل في الأولين والآخرين، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما بعد، أما baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam kiongozi wa umma, mwalimu wa umma Muhammad bin Abdullah salatu rabbi wa salamu alayhi, lakini bila kusahau ninahusia ndugu zangu katika imani, pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika bila shaka wamefaulu wacha Mungu, na ucha Mungu ndio silaha pekee itakayomnufaisha mwanadamu katika maisha yake ya mpito, kwa maana maisha ya dunia, lakini ndio silaha iliyokuwa madhubuti ambayo itakayomnufaisha mwanadamu kwa maisha yake ya milele kesho akhera. Lakini ucha Mungu ndio wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale waliotangulia na sisi tuliokuja baada yao, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala: walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ama kwa hakika bila shaka tuliwahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu pamoja na nyinyi ummati Muhammad ya kwamba mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ama anwani ya khutba yetu ya leo, Allah subhanahu wa ta'ala akituwafikisha, itakuwa na kitu cha habari: alamatu mahabbati llahi lil'abd, alama ya mapenzi ya Allah kwa mja. Ndugu zangu katika imani, min a'zami an-ni'ami allati yas'alu al-'abdu rabbahu an yanalaha, katika neema zilizokuwa kubwa ambazo mja anamuomba Mola wake ay yanalaha, azipate au aipate katika neema hiyo, hiya mahabbatullah lahu, ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye. Kwa maana mja katika neema, miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo mja anazitafuta, basi ni kutafuta mapenzi ya Allah kwake yeye.
wa hiya ghayatu kulli mu'min, na kumpenda Allah ndiyo lengo, kusudio la kila muumini, kusudio la kila Muislamu, kutafuta mapenzi ya Mola wake. Kama vile mwanadamu anapotafuta mapenzi ya kupendwa ima na kiongozi wake au bosi wake katika sehemu ya kazi yake, au mtu akatafuta mapenzi ya mkewe au mke akatafuta mapenzi ya mumewe. Lakini sio kutafuta mapenzi tu. Kuna wakati mwingine mtu mpaka anafikia anapetuka mipaka, anaenda kwa waganga wa kienyeji kuroga ili mwanaume ampende sana, au mwanaume anaenda kwa mganga ili kuroga ili mwanamke ampende sana. Lakini kwa tofauti na mapenzi ya mu'min, mu'min mapenzi yake, lengo lake ni kutafuta mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Huwa sababu saadatihi fi dunya wal akhirah, ndio sababu ya kupata izza, utukufu katika maisha yake ya dunia na kesho akhera. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja miongoni mwetu lazima awe ana pupa ya kutafuta mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu unatafuta mapenzi kwa ambaye yeye ndio muumbaji, al-Khaliq, muumbaji wa kila kitu, al-Qahhar, mwenye nguvu, al-Wahid, aliyekuwa mpweke, al-Aziz, al-Ghalib, la tughlab, mwenye kushinda, huwa hashindwi na jambo lolote. Idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, Mola ambaye akilitaka jambo likuliamsha tu kuwa linakuwa. Sasa huyu ndio ya kuegemeza mapenzi yako kwake, huyu ndio ya kutafuta mapenzi yake. Sio kama sisi hivi leo mtu anafanya pupa kwa ajili ya kutafuta mapenzi ya mwanadamu, ima kwa kumridhisha bosi wake au kumridhisha kiongozi yake. Anaweza akafanya mambo ya kumuudhi Mola wake kwa ajili ya kutafuta mapenzi ya mwanadamu, lakini mu'min lengo lake ni kutafuta mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuna alama au kuna bishara ambazo kwa mja akiziona au zikionekana ni miongoni mwa alama kwamba mja huyu Allah subhanahu wa ta'ala anampenda. Miongoni mwa alama za kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda, at-tawfiqu lit-ta'ati llahi wal-iqtaru minhu bin-nawafil. At-tawfiq ni mja kuwafikishwa li-ta'ati llahi, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kufuata maamrisho na kuacha makatazo, wal-iqtirabu minhu bin-nawafil, lakini vile vile kujikurubisha kutaka ukaribu na Allah kwa kufanya ibada za sunna. Ndugu zangu katika imani, man ahabba Allah waffaqahu lilqiyam bil faraid, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anampenda, basi humwafikisha mtu huyu kwa kusimamia au kufanyia kazi bil faraid, mambo ambayo amemwajibisha kwake yeye, wal iktharu bin nawafil, lakini mja huyu pia huwa anakifirisha kufanya ibada za sunna. Kama qala nabii sallallahu alaihi wasallam fi alhadith alqudsi, kama mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi alqudsi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama qarraba ilayya 'abdun bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Wama qarraba ilayya 'abdun, hakujikurubisha kwangu mimi mja, bi shay'in ahabba ilayya, kwa kitu ambacho kinapendeza zaidi kwangu mimi, ninakipenda zaidi mimi, mimma aftaradtu alayhi, kuliko kile ambacho nimemwajibisha kwake yeye. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba hakuna jambo, kwa maana hakuna ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda zaidi kwake yeye kwa mja wake kuliko ibada ambayo Allah kamwajibisha, kamfaradhishia. Kama vile swala ni katika ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda kwa sababu kamwajibisha, kamfaradhishia mwanadamu. Lakini pia kuna saumu, funga, ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda kwa sababu kamwajibishia mwanadamu. Lakini miongoni mwa ibada ambazo kamfaradhishia Allah ni zaka, kwa yule ambaye amefikia kiwango cha kutoa zaka, akitoa Allah anaipenda zaidi ibada hii kwa sababu kamwajibishia kwake. Lakini pia ibada nyingine, ibada ya haji, mtu akienda kuhiji, Allah anakuwa anampenda mtu huyu kwa sababu amemwajibishia, akamfaradhishia ibada hii, mja anatekeleza kwa ajili ya kumridhisha Mola wake. Kwa hiyo Allah ukifanya jambo ambalo yeye analipenda, na yeye inakuwa ni sababu ya wewe kukupenda.
Kwa ukimwona mtu anafanya kila jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala akamfanikishia na analitekeleza kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa amri ya Allah, basi inakuwa ni sababu ya mtu kupata mapenzi ya Allah. Kwa ukiona unatekeleza mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyawajibisha kwako wewe, basi ujue ni alama kwa Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda. Lakini pia akaendelea kusema, wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, lakini hakuacha kuwa mja anajikurubisha kwangu mimi kwa kufanya ibada za sunna mpaka ikafikia hatua sasa nikampenda. Mtu anafanya swala, anatekeleza swala ya faradhi kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini sio atosheki na swala tena, lakini mtu huyu anafanya na ibada zingine za sunna, swala za sunna kama vile sunani rawati. Ataswali rakaa 2 kabla ya swala ya alfajiri, lakini ataswali rakaa 4 kabla ya dhuhuri, rakaa 2 pia baada ya dhuhuri, lakini baada ya magharibi ataswali rakaa 2 na baada ya isha ataswali rakaa 2. Lakini mtu huyu pia ataswali sunati dhuha, ataswali. Lakini wakati mwingine mtu huyu atasimama usiku, na katika funga atafunga funga za sunna, na katika sadaka manake atachana zaka, atakuwa anatoa sadaka. Haijalishi mtu huyu atatoa yuko katika mazingira gani, manake awe nacho au hana, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosifu miongoni mwa sifa za wacha Mungu, alladhina yunfiquna fi sarra wa dharra. Sifa za wacha Mungu ni wale ambao wanatoa wanapokuwa mambo yao kwa mazuri, wanatoa zaidi. Lakini kuna wakati mwingine mambo yanakuwa yanabana uchumi, mambo ya kiuchumi yanakuwa yanasumbua, yanafinya. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kupunguzia riziki, lakini watu hawa pia wanatoa. Kwa sasa mtu huyu anatoa faradhi, zaka ikiwa imefikia kiwango cha kutoa zaka, lakini vile vile anatoa sadaka, manake zote hizi ni ibada za sunna. Kwa hiyo hii inakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukupenda. Lakini tumekuwa kwa masikitiko makubwa sisi, mtu akiswali sala faradhi biashara imekwisha. Allah akimjalia ana uwezo wa kutoa zaka, akitoa zaka hizi sadaka zingine hatoi. Akifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, funga nyingine za sunna zote afunge. Hii inakuwa ni sababu wewe kukaa mbali na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo miongoni mwa alama ya mja kupendwa na Allah, at-tawfiqu li ta'ati llahi wal iqtirabu minhu bin nawafil. Ni tawfiki kuwafikishwa mja li ta'ati llah, kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, maana kwa kufanya kila jambo, kufanya ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziamrisha na kukataza, lakini pia kutekeleza ibada za sunna. Hii ni sababu au ni alama miongoni mwa alama ya mapenzi ya Allah kwa mja wake. Lakini jambo la pili miongoni mwa alama za kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda au anampenda mja, ittiba'u hadi nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kufuata muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadha huwa at-tariqu al-asasi li nail mahabbatillah. Kumfuata Mtume ndiyo njia ya msingi ya kupata au kutafuta mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mtume Allah subhanahu wa ta'ala amempa jukumu, amemwakilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kutufikishia kila kitu ambacho Allah anakitaka, lakini pia kutufikishia kila kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala akitaki kwetu. Kwa kumfuata Mtume ni sababu kubwa ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ikiwa nyinyi mnampenda Allah, basi nifuateni mimi, Allah subhanahu wa ta'ala atawapenda. Lakini sio kuwapenda tu, yaghfir lakum dhunubakum, itakuwa ni sababu ya Allah kuwasamehe madhambi. Na inakuwaje kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Inakuwa ni kumfuata kwa kile ambacho Mtume kaja nalo, kanielezea. Wama atakumur rasulu faqduhu wama nahakum anhu fantahu. Atakachokupeni Mtume, atakachokupeni Mtume kichukueni, tekelezeni, fanyeni. Wama naha, na kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam amkatazeni, fantahu, kiacheni, komeni, msikitekeleze. Hii ni katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kujipamba na tabia ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amejipamba nazo, kwa kuwa Mtume hafanyi jambo, azungumzi jambo isipokuwa ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yantiqu anil hawa, Mtume azungumzi kwa matamanio, in huwa illa wahyun yuha,
haikuwa isipokuwa ni wahi, ufunuo ambao ameteremshia kutoka kwa Mola wake. Kwa miongoni mwa alama za mja kupenda na Allah ni kumfuata mtume, kufuata mwongozo wa mtume. Mtume ndio dira, ndio nuru, ndio njia ya kuifuata ili sisi tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Waman ataa ar-rasula faqad ataa Allah, mwenye kumtii mtume basi huyu amemtii Allah, kwa sababu kile atakachofundisha mtume na atakachosema mtume ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waman ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah asema yule atakayemwasi Allah na mtume wake akaenda kinyume na Allah na mtume, huyu atakuwa amepotea upotevu wa wazi kabisa, upotevu ambao hauna shaka. Kwa hiyo miongoni mwa alama ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja, ittiba'u hadi nabii sallallahu alayhi wasallam, ni kufuata mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia miongoni mwa alama za mapenzi ya Allah kwa mja wake, al-ibtila'u wal masaibu ma'a sabri war ridha, ni mtu kuvumilia misukosuko, mitihani, majanga, matatizo ma'a sabr, lakini pamoja na kusubiri kuwa aya ninayoyapitia, aya ninayoyapitia kwa sasa, haijalishi iwe njia ya maradhi, Allah akakutaini kwa maradhi, Allah akakutaini kwa kuwa na uchumi finyu, una maisha magumu, Allah akakutia katika misukosuko, umeondokewa na wale ambao unawapenda, ima mke, mtoto, baba, mama, lakini yote unajua kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekadiria. Waridha, lakini nakuridhia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika malipo makubwa siku zote yanafungamanishwa na mitihani mikubwa. Mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anampa mitihani mizito, basi malipo yake yanakuwa ni makubwa. Lakini akaendelea kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum, na hakika Allah akiwapenda watu basi huwatia majaribu, huwatia misukosuko, huwatia mtihani. Kwa miongoni mwa alama ya mja kupendwa na Mola wake ni kutiwa misukosuko. Sio kila wakati mtu anapopata matatizo, anapopata mabalaa inakuwa ni sababu ya yeye kwamba yeye ametumbukia katika madhambi. Kuna wakati mwingine hakuna viumbe ambao walikuwa na mitihani migumu na mabalaa kama mitume, lakini ndio viumbe waliokuwa bora, waliokuwa wema kuliko viumbe wote. Kwa hiyo wakati mwingine Allah akikupitisha kwenye wakati mgumu ni alama na dalili ya kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda. Faman radiya falahu ridha, yule atakayeridhia kujua hiki kilichonipata ni Allah subhanahu wa ta'ala amenikadiria, falahu ridha, basi huyu atapata ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Waman sakhta, na yule atakayechukia balaa, mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala misukosuko akamkadiria, kampa, falahu sukht, basi ilikuwa ni sababu ya kupata ghadhabu na asira na chuki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye hajakuwa ni mwenye kuridhia mipango au hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu dunia sio sehemu ya maisha ya starehe, dunia ni sehemu ya mitihani, nyumba ya misukosuko. Haijalishi una maisha mazuri, una maisha magumu, hakuna starehe katika maisha ya dunia. La rahata fi dunya, hakuna starehe katika maisha ya dunia. Haijalishi uwe muumini au sio muumini, hakuna starehe raha katika maisha ya dunia. Inna ma asabak lam yakun liyukhtiaka, jua kabisa kilichokupata hakikuwa chenye kukukosa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aishakadiria, haijalishi ni kheri au shari. Wa inna ma akhtaak, na kile ambacho kimekukosa, lam yakun liyusibak, haikuwa chenye kupata, haijalishi ilikuwa ni kheri au shari, ni Allah subhanahu wa ta'ala ameukadiria. Sasa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anamtahini kwa kumpa majaribu, misukosuko, mabalaa, majanga katika maisha yake. Lakini mja huyu pia anakuwa ni mvumilivu, anasubiri kwa kujua kwamba hii ni kadari ya Allah, qaddara Allah wa ma shaa faala, kwamba Allah amekadiria, anachotaka anafanya. Kwa hiyo miongoni mwa alama za mja kupendwa na Mola wake
ni Allah kumpa misukosuko, kumpa mitihani kupitia wakati mgumu. Haijalishi iwe maisha ya ndoa, haijalishi kazini kwako, au haijalishi mwili wako kupata maradhi kila wakati. Lakini wakati mwingine Allah anaweza akautia, sio akutia wewe pekee, akautia umma kwenye wakati mgumu, ima nchi nzima kukosa amani, kukosa utulivu. Inakuwa ni mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatazama, je, mtasubiri, mtavumilia? Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, usikum marratan thaniya bitaqwa Allah azza wa jalla faqad faza almuttaqun. Ndugu zangu katika imani, ninakusieni kwa mara nyingine kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika bila shaka wamefaulu wacha Mungu. Anwani ya khutba yetu ya leo inakwenda kwa kichwa cha habari kinachosema alamatu mahabbati llahi lil abd, alama ya mapenzi ya Allah kwa mja. Tukasema alama ya kwanza at-tawfiqu li ta'ati llahi wal iqtirabu minhu bin nawafil, ni Allah kumwafikisha mja kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufuata maamrisho na kuacha makatazo. Wal iqtirabu minhu bin nawafil, lakini mja huyu kwa kujikurubisha kwa Allah kwa ibada zingine za sunna, akafanya ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemlazimisha, amwajibishia, lakini akatekeleza na ibada za sunna. Tukasema jambo la pili, ittiba'u hadi nabii sallallahu alayhi wasallam, ni kufuata mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tukasema hadha at-tariqu huwa at-tariqu al-asasi, hii ndiyo njia ya msingi ni mahabbatillah, ya kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu dini yote sisi tumechukua kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la tatu tukasema al-ibtila'u wal masa'ib ma'a as-sabri war-ridha, lazima mtu avumilie mitihani, misukosuko, matatizo ambao anayapitia katika maisha yake ya dunia. Tumesema dunia sio nyumba ya starehe, sehemu ya starehe ni peponi. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwao. Lakini pia waridha, kuridhika kutokana na kile ambacho tutapitia katika maisha ya dunia, kwa sababu dunia sio nyumba ya starehe. Lakini pia miongoni mwa alama ambazo mja akiwa nayo, akiona, basi ajue Allah subhanahu wa ta'ala anampenda, husnul khatima, ni mtu kuwa na mwisho mwema, mwisho mzuri. At-tawfiq qabla al-maut, ni Allah kumwafikisha kabla ya kufa, ayahdiyahu Allahu li'amali salihin wa yaqbidhu alayhi, ni Allah akamuongoza kufanya amali iliyokuwa njema, kisha Allah akamchukua kupitia amali hiyo njema, ili afe hali ya kuwa ana radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana kuna jambo ambalo Mtume akilisitiza kwa umma, watu wamuombe Allah mwisho uliokuwa mzuri, mwisho mwema, ili ukifanya amali iliyokuwa njema Allah akuchukue kwa amali hiyo njema. Kwa hiyo miongoni mwa alama nzuri kwa mja na kuonyesha kwamba mja huyu Allah subhanahu wa ta'ala anampenda ni kufa au kumwafikisha mja huyu kuwa na mwisho mwema, maana akafanya matendo mazuri ambayo inapelekea kuwa ndio sababu ya kufa kwake, maana anakufa hali ya kuwa anafanya amali njema. Hii ni miongoni mwa alama kubwa katika kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda. Lakini pia miongoni mwa alama zinazoonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mja, hubbu taati wa karahiyatu al-maasi, ni mtu kupenda kufanya amali njema na kuchukia kufanya maovu. Haijalishi kwamba mja huyu anaweza akateleza akafanya dhambi, lakini akifanya dhambi moyo wake unakosa amani, ataenda atafanya, ataswali raka mbili au atakaa, atajitenga, atamlilia Mola wake kujuta kile alichokifanya. Kwa hiyo akifanya dhambi hafurahii, ndugu zangu katika imani. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala mja anavyompenda, basi huingiza katika moyo wake imani, lakini pia huingiza katika moyo wake kuchukia ukafiri, kuchukia kufanya maovu, lakini pia kuchukia kufanya maasi. Moyo wake unakuwa upendo, na ikifikia ameteleza akafanya kosa, basi moyo wake unapata dhiki. Atamuomba msamaha Mola wake, lakini aridhiki, anahisi Mola wake bado hajamkubalia msamaha aliyomwomba Mola wake. Kwa miongoni mwa alama ya mja kwamba anapendwa na Mola wake ni kupenda kufanya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, lakini kitu kingine na kuacha makatazo, maana akajiepusha na maasi. Hii ni alama kubwa ya kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mja wake. Lakini pia miongoni mwa alama, katika alama
za kuonyesha Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mja, alqabulu fil ardh, ni mja kuwa na kabuli, kukubalika katika ardhi, watu kumkubali. Ayyadha Allahu lahu alqabula walmahabbata fi qulubi al-ibad, ni Allah kuweka kabuli, kukubalika na mapenzi kwa nyoyo za watu. Watu wanakuwa wanakupenda, watu wanakuwa wanakukubali. Ukizungumza jambo linakuwa lina athari katika nyoyo za watu. Lakini ukajiona mtu wa kawaida, Allah akakunyanyua ukawa ni mkubwa mbele ya macho ya watu. Lakini hii haiji tu, inakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala anaposema katika hadithi al-Qudsi, inna Allah idha ahabba 'abdan nada Jibril. Anasema Allah akimpenda mja basi umwambia Jibril. Umwambia nini? Inna Allah yuhibbu fulani, Allah anampenda fulani, basi na wewe mpende. Jibril akikupenda basi uambia kuwanadia ahli samaa, kuambia malaika mpendeni fulani. Malaika wakupenda, anachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala anaweka kukubalika katika nyoyo za watu. Watu pia wanakupenda na wakukubali. Lakini haya mambo hayaji hivi hivi. Huwezi kukubalika katika nyoyo za watu ikiwa wewe unakwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakapokupenda lazima ufanye mambo ambayo yeye anayapenda na kuyaridhia. Akikupenda anaingiza mapenzi kwenye nyoyo za watu, anaingiza kukubalika kwenye nyoyo za watu. Utumii nguvu ili watu wakuelewe, utumii nguvu ili watu wakupende, kwa sababu Allah umetekeleza maamrisho yake ukaacha makatazo, inakuwa ni sababu ya yeye kupenda, basi pia anaingiza mapenzi katika nyoyo za watu. Ndugu zangu katika imani, tumesema mahabbatullah, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, hiya ghayatu kulli mu'min, ndio lengo la kila muumini. Kwa hiyo kila mmoja wetu atafute kila sababu itakayopelekea Allah subhanahu wa ta'ala ampende. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فأقم الصلاة.